likafanye tukakuelewe wewe Bwana. Neno hili likanyenyekeze mioyo yetu. Neno hili likatusongeshe karibu nawe. Baba, tukafanane nawe katika makusudi yako ya uumbaji. Kwa jina la Yesu Kristo, nafunika ukumbi huu kwa damu ya mwana kondoo. Nikitakaza anga kwa damu ya mwana kondoo. Baba, nikinyamasisha kila ajenda ya kuzimu iliyo kinyume na makusudi yako juu ya kusanyiko hili. Kwa kuwa Bwana, wewe unaelewa kila tarajio, kila tamanio na kila nafsi iliyo mahali hapa. Bwana, ukakutane pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu mkuu. Kila network ya roho za kigeni zinazoinuka Mungu katika upinzani na makusudi yako haina mamlaka katika kusanyiko hili kwa jina la Yesu Kristo. Ukumbi huu Bwana unazungukwa na ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu, na mioyo yetu iko tayari kusikia kwako. Roho wa Mungu, nena nasi. Mioyo yetu iko tayari kwa kuwa wewe unatupenda. Asante Mungu mkuu. Asiwepo hata mmoja Mungu atakayeondoka mahali hapa bure, lakini Bwana, kwa makusudi yako nena nasi. Mioyo yetu iko tayari kwa kuwa wewe ni baba yetu na Mungu wetu. Kwa Kristo Yesu Baba, naomba nikushukuru. Jamii ya Bwana iseme amen. Amina. Amina. Passover, Pasaka, the predetermined plan of God to restore man to himself. The predetermined plan of God to restore man to himself. Makusudi ya Mungu yaliyopangwa na yakapangika, ambayo hayafanyiwi mabadiliko ama marekebisho. Mungu alipanga na ikapangika. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alipanga na ikapangika na hahitaji mabadiliko kwa kuwa ni kamilifu. Alipanga nini Mungu? Alipanga kumrekesha mwanadamu katika uhusiano naye. Mwanadamu aliyekuwa ameumbwa katika sura ya Mungu na katika mfano wa Mungu, katika asili ya Mungu ya utakatifu. Nafsi ya mwanadamu iliumba katika asili ya utakatifu, lakini mwanadamu akaasi, na katika hayo maasi Mungu akaweka mikakati kutoka mwanzo ya kwamba nilikuwa na ajenda na mwanadamu. Kwa ajili ya hivyo sitamwachilia katika uharibifu na aibu na fedheha, lakini kwa kuwa Mungu ni mwingi wa rehema na mpole wa hasira, hakumwachilia mwanadamu aliyeanguka katika uharibifu. Akaweka mikakati kwa ajili ya urekesho na katika uhusiano mwema, na hiyo ndiyo Pasaka ya Bwana. Amina. Hiyo ndiyo Pasaka ya Bwana, ya kumrekesha mwanadamu katika ushirika naye, kumrekesha mwanadamu katika furaha ya kwanza. So tangu tulipoanza nilizungumza nikasema katika kitabu cha Petro wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 15 na 16, ya kwamba hili Biblia hakuna mwanadamu aliyeenda kufunga na kuomba ili apate ufunuo aliandike kutokana na akili yake, lakini Mungu kama alivyoona hitaji alimuinua mwanadamu kwa wakati alioona ni sawa, na akampa ujumbe aandike na unakiliwe. Na hivyo basi anayeelewa hili Biblia ni Roho Mtakatifu wa Mungu.
Maana katika hicho kitabu cha Petro Biblia inasema ni yeye ndiye alipeana pumzi juu ya wanadamu, aliyoona vyema akawachagua ili wakaweze kulileta neno la Mungu vile alivyotaka yeye. So neno la Mungu si akili ya wanadamu na si hadithi za watu. Hapana. Hata mifano ya watu, methali za watu zikiwa nzuri, lakini hatuwezi tukazinganisha na neno la Mungu. Maana methali na misemo ya watu hiyo ni hekima ya watu, lakini neno la Mungu ni pumzi ya Mungu, hiyo ya uzima na inayoleta mabadilisho na kushibisha kiu la mwanadamu. Wenye haki wa Mungu wakubaliane nami na kusema amina. Amina. Neno la Mungu ni pumzi ya Bwana mwenyewe, na kwa hekima ya Roho Mtakatifu akapeana likaandikwa, na akaja kuweka kikomo na mwandishi wa mwisho ambaye ni Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo. Akampa ufunuo wa mwisho na akamuonya akasema, usiongezwe na kusipungue. Maana haya ambayo nimeyapeana, ikiwa mwanadamu ataishi kwayo, nafsi yake itamfurahisha. Hili neno la Mungu, ndugu zangu, kama lilivyonakiliwa, ikiwa wewe utaliishia hili neno, ikiwa mimi nitapeana moyo wangu kwa mikono ya Roho wa Mungu anisaidie kuliishia hili neno, machoni pa Bwana itakuwa ni heri. Maana yeye ndiye asili wa neno hili. So kutoka mwanzo Mungu akaweka msingi wa kumrekebisha mwanadamu aliyepotea. So tumetembea safari ndefu, sitasema nirudi pale tulivyokuwa, lakini napeana summary hii ya kwamba Mungu alianza safari, na Jumapili iliyopita tulichukua muda kuangalia mambo ama picha ambazo Mungu alikuwa anasileta katika vinywa vya watumishi wake wakiandika. So watu wengi hawapo wanaelewa kwa nini neno kama hili limeandikwa. Makusudi ya Mungu kutupa habari ya Yona akiwa bahari tumboni mwa samaki. Watu wengi walikuwa hawaelewi ni nini, na watu wengi wakisoma hawaelewi. Wengi walikuwa ama tukisoma tunaona tu ya kwamba Yona alimezwa na samaki, kama ilivyokuwa wakati ukifundishwa Sunday school. Hivyo ni sawa, maana hivyo ndivyo watu wanafundishwa shuleni CRE. Lakini maisha yetu ya kiroho hayapo katika level ya CRE. Yapo katika level ya ufunuo ya siri za Mungu zilizokuwa ndani ya neno lake. Kanisa la Bwana lisema amina. Maana kinachoweza kuleta mabadiliko katika maisha yetu ni kupata ufunuo wa neno la Mungu alilolikusudia Roho wa Mungu alivyokuwa analiandika. Watu wengi wamepata elimu, watu wengi wametafuta kazi, wamepata kazi kwa vyeti vya theology. Wamesoma theology, mtu atakwambia nilisoma Genesis mpaka Ufunuo na nikarudia mara 3. Hiyo sio shida, maana hata shetani pia anajua. Shetani pia anajua Biblia kutoka mwanzo mpaka Ufunuo. Anajua shetani. Amina. Lakini kilichopo ni kwamba haamini. Tofauti ya shetani na sisi tu ni kwamba yeye haamini, kisha kwamba anajua, lakini haamini. So mtu akisema nalijua Biblia kutoka mwanzo mpaka mwisho na nimesoma mara 4, asikusumbue, hiyo sio shida. Shida iliyoko ni kwamba je, kile Roho wa Mungu alitaka ukipate katika hilo neno ulilipata, ama umepata hekima ya maneno ambayo inasumbua watu katika mihadhara? Si wanaozungumza kwa mihadhara wanakoti neno. Amina. Lakini halitaleta tofauti kwao, kwa kuwa wamelijua maandiko vile yameandikwa, lakini ufunuo wa Roho wa Mungu katika hilo neno hawakupata. So kutoka mwanzo Mungu akawa analeta picha kupitia kwa maandiko fulani. Yona akawa ndani ya samaki. So watu hawaelewi, kumbe Mungu alikuwa anamwambia mwanadamu ya kwamba mimi hivi niko safarini. Bwana asifiwe.
alikuwa anawaambia wanadamu ya kwamba kuna safari nilianzisha katika bustani ya Edeni. Mwanadamu alipoanguka na nikamfisha na ngozi ya mnyama. Na hiyo safari haikukwama. So ninapoleta picha ya Yona ni kutaka niwaonyeshe pia kwamba niko safarini, lakini kiini chenyewe nakielekea. Yona ndani ya samaki ni picha ya kwamba Yesu aliye Pasaka yetu, aliye revelation ya mambo haya yote, atakuwa ndani ya kaburi mara usiku 3 na mchana 3, hatimaye atoke. So Yona ilikuwa si picha kubwa kutusumbua na mambo ya Ninawi. Ninawi ilikuwa tu ni kwamba sisi kama tulivyoasi kama vile Ninawi, Yesu amekuja, aliyelala katika kaburi na akatoka. Amekuja ili tukaweze kumrudia Bwana. Hiyo ndio picha ya Yona na Ninawi. Amina. Watu wa Mungu wasema amina. Yesu akiwaambia Wafarisayo ya kwamba hili hekalu lenu ambalo mnarika nalo naweza kulifunja na kwa siku 3 nikalijenga. Wafarisayo katika akili yao ya masomo wanamwambia Yesu, wewe ni mjinga sana. Hili hekalu lilijengwa zaidi ya miaka 45 na wewe ni mtoto wa juzi. Unatuambia unaweza kujenga kwa siku 3, kwa kuwa wao walikuwa na elimu lakini hawakuwa na ufunuo. Kumbe Yesu alikuwa anawaambiaje? Alikuwa anawaambiaje? Mimi nitafanya nini? Nitaingia kaburini na baada ya siku 3 nitafanya nini? Lakini wao wanang'ang'ana, wanamwambia hapana, ili hekalu lilijengwa kwa miaka. Sasa ni watu wawili tofauti. Yesu yuko rohoni, hawa wako katika akili ya miaka ya kujenga kanisa. So mtu wa Mungu asiyekuwa na ufunuo, ndugu zangu katika Bwana, ikiwa hautaupata ufunuo wa Roho wa Mungu unapolisoma neno la Mungu, hivyo ndivyo sababu hata ukitaka kulisoma hili neno la Mungu, maana hii sio novel, watu wa Mungu, hii sio things fall apart, hii sio tumbo lisiloshiba, hii ni ufunuo wa Roho wa Mungu. Sasa ukitaka kusoma, muulize mwenyewe, mwambie Roho wa Mungu, nakuja mbele zako kulisoma neno lako, nataka ninapolisoma ukalifunue ndani mwangu nikaweze kuelewa kila ambacho nazungumza nao. Muulize, maana yeye ndiye aliandika na atakusaidia kukuelewa. Usiichukue kama novel. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukisoma kama novel utakuwa tu mtu wa upinzani tu, maana utapata mambo mengi ambayo yatakuchanganya na utakuwa na nafasi nyingi ya kupingana, lakini hakuna kitu ambacho neno hili linaweza kuleta katika maisha yako. So approach the word of God with prayer. Mwambie Roho wa Mungu, nimekuja. Wewe ndiye mwalimu, wewe ndiye mwandishi wa hili. Ninapotenga wakati wangu kusoma neno hili, naomba ukanipe ufunuo, nikaweze kuelewa ulichokusudia, ili maisha yangu yakaweze kuimarika. Na ikiwa utakuwa una ombi hilo kutoka ndani moyo wako, kimaanisha hakika hatua kwa hatua Roho wa Mungu ataanza kukupa ufunuo katika neno hili, na maisha yako yataanza kudhibitika hatua kwa hatua. Hii si novel na rutia. Hii ni pumzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni pumzi ya Mungu. Huu ni uzima wetu. So Mungu akaonyesha picha, akionyesha kwamba niko katika agenda. Mwisho wa hizo picha zote alikuwa anasifikisha pale kwa Yesu kuzaliwa, alafu hatimaye kuja kufa na kufufuka kutoka kaburini. Hiyo ndio ilikuwa ni climax ya kazi ambayo Mungu alikuwa ameianza katika bustani ya Edeni. Na hata leo neno la Mungu linasema damu yake inatiririka. Anayekubali na kuamini wokovu, hiyo damu itamuosha, itamtakasa na atahesabiwa haki, na atarekeshwa katika upendo wa Mungu tena. Kanisa la Bwana liseme amina. Watakatifu wa Bwana waseme amina. Amina. Hiyo ndio agenda na makusudi ya Bwana.
Wakati wana wa Israeli wanaenda katika nchi ya Misri, Farao anafikiria tumepata mateka, si ndio? Anawatesa akiwatumikisha kazi ngumu. Lakini kumbe Mungu ni picha alikuwa anataka atumie wana wa Israeli. Wakati akiwatoa kwa mikono ya Farao, akiwakerekesha Kanaani, ilikuwa ni picha tu ya Pasaka. Ya kwamba ni kweli wanangu wametenda dhambi, lakini hii ndio ajenda niliyo nayo. Ya kuwatoa katika utumwa na mateso. In fact, aliposhuka Roho wa Mungu, wakati Musa anaona kichaka kinateketea, akamwambia nimesikia. Nimesikia nini? Nimesikia kilio cha wanangu. Nimeyaona mateso yao. Na sasa nimefanya nini? Nimeshuka kuja kuwakomboa. Amina. So hiyo ilikuwa tu ni picha Mungu anatuonyesha ya kwamba hivyo ndivyo Pasaka. Na pale ndipo akaanza kumwambia Musa, tengeneza mwana kondoo asiye na maua. Tukija katika Agano Jipya tunakuja kuona huyo kondoo asiyekuwa na maua alikuwa ni nani? Alikuwa ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. That is how powerful the word of God is. Ndugu zangu, kama unaweza kuliamini neno la Mungu, kama unaweza kuliamini neno la Mungu, neno la Mungu linaweza kukuinua viwango. Neno la Mungu linaweza kuweka katika position ya juu. Kama unaweza kulisoma na uliamini, nguvu na uweza wa Bwana uko ndani ya neno lake. Amina. So, akama Mungu anawaonyesha wana wa Israeli picha ili waelewe ajenda na makusudi aliyonayo. Ya kwamba nilianza safari na hadi sasa naendelea. Sasa leo nataka pia kando na hizo picha alizionyesha, pia Mungu alizungumza kwa vinywa vya manabii. Akiliweka wazi ya kwamba mimi nina ajenda. Ni kweli mwanadamu alianguka, lakini nina ajenda. Na akaanza kunena na vinywa vya manabii. Manabii wakizungumza maneno haya kwa watu. Na neno la Mungu linasema hata wenyewe wasielewe kile wanachokizungumza. Maana Mungu alikuwa na makusudi ya nini anataka akionyesha mwanadamu. So leo tutataka tuangalie sehemu ndogo tu, hatuwezi tukaangalia zote. Maana hizi zimejaa prophecy kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. Lakini leo tutaangalia baadhi tu ili tukaelewe ya kwamba ni kweli hii ni safari ya ukombozi Mungu alikuwa ameianza na hakuna mtu angemzuia. Manabii wamezungumza mambo yote. Tunaangalia prophecy about the Passover. Tuende katika kitabu cha Mwanzo. Tunaangalia neno la unabii lililoandikwa katika neno la Mungu lililokuwa linahusiana na Pasaka na ukombozi wa mwanadamu. Katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 12. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 12. Tusome mstari wa 3, lakini kuna sehemu ya ba ndio tutaangalia. Tusome wote mstari wa 3. Mlango wa 12. Mwanzo. Wanafunzi wako? Sasa mtoa mic. Mlango wa 3. Unaweza kusoma yote tu kutoka mstari wa kwanza mpaka wa 3, maana kuna mambo ya kimaagano na maagizo Mungu anapeana kwa Abrahamu. Lakini nataka tuangalie huo mstari wa 3. Nasema nitawabariki wale wanaokubariki, na yeyote akulaanie nitamlaani, na kupitia kwako
mataifa yote duniani yatabarikiwa. Na kupitia kwako mataifa yote ya ulimwengu yatabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu kutoka mwanzo, akiwa yeye ako na hayo mawazo ya Pasaka kwa ajili ya kumrejesha mwanadamu katika uhusiano na yeye, ametenga mtu mmoja kuanza safari hiyo iliyo ya kimalengo. Amemtenga Abrahamu kati ya ndugu zake watatu, wakiwa baba yao ni kuhani wa miungu, lakini Mungu akamtenga Abrahamu na akampa maagizo haya. Akamwambia Abrahamu, mimi nina ajenda ya ulimwengu wote. Bwana asifiwe. Nina haja na ulimwengu wote, lakini naanza safari na wewe, na kupitia wewe Abrahamu ulimwengu wote utabarikiwa. Picha yangu kubwa ni ulimwengu, lakini nimeanza na wewe peke yako. Lakini kupitia kwako Abrahamu, kama utalinda uhusiano huu na mimi, ulimwengu wote nitaufikia kuubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Nazungumza kuhusu mambo ya kinabii yaliyopo katika Biblia na yamejificha. Mara nyingi tusielewe tunaposoma Mungu anamaanisha nini katika neno lake. Mungu, wakati Yesu amekuja kuzaliwa, na Yesu ukifuata uzao wake unakuja kufika kwa Abrahamu. Kuna mlango kutokana na Abrahamu Yesu amekuja kuzaliwa. Kulikuwa mlango mmoja Mungu alikuwa anachukua hivi. Kama vile tunazaliwa watoto 7 na Mungu anachukua mmoja katika 7. Napozaliwa watoto 5 anachukua mmoja katika hao 5 wa kuendeleza ajenda aliyonena na Abrahamu, ya kwamba Abrahamu, kupitia kwako ulimwengu na uzao mwanadamu utabarikiwa. Wakati Yesu aliye uzao unaotokana na Adamu amezaliwa Yesu, kupitia kwa Yesu, kanisa la Bwana lisema amen. Kupitia kwa Yesu, alipopatikana Yesu, Mungu akawa amefikia ulimwengu wote. Lakini amenena maneno haya akiwa na Abrahamu, ya kwamba Abrahamu, kupitia wewe nimeanza safari, nataka nimrekeshe mwanadamu, lakini nimeanza na wewe, na kutokana na uzao wako mimi nitabariki ulimwengu wote. Yesu amekuja kuzaliwa, na anaposaliwa, unaposoma kitabu cha Yohana, mlango wa 3 mstari wa 17. Yohana mlango wa 3. Naweza kusoma 16 na 17 yote miwili. Inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwanawe kuhukumu ulimwengu, bali kupitia kwake ulimwengu upate kuokolewa. Bali kupitia kwake huyu mtoto mmoja, ambaye kupitia mtu mmoja Abrahamu ametafuta uzao mmoja kutokana na Abrahamu, na Yesu ametokezea. Na kutokana na Yesu Mungu anatuonyesha sasa, kutokana na huyu nina picha ya
Kanisa la Bwana lisema amina. So tunapozungumzia Pasaka, kilele cha Mungu ameanza safari katika kitabu cha Mwanzo, lakini kilele chake ya yale makusudi anapokuja kuyafanikisha, yanapokuja kutokezea na kutendeka alivyoyataka, Yesu anapozaliwa anasema kupitia kwa huyu sasa ulimwengu wote, yani huyu ndiye sababu ya ulimwengu wote kubarikiwa. Huyu ndiye sababu ya ulimwengu wote unaelekea mimi. Maana kubarikiwa, ndugu zangu katika Bwana, ni kuondoka katika mateso na dhiki ya dhambi na kumrudia Mungu. Sasa kupitia Kristo Mungu ameufikia ulimwengu wote. Hana mipaka. Kristo ni wa wote. Na hilo ndilo jambo Mungu anaongea kutoka kitabu cha Mwanzo, akiongea na Abrahamu, ya kwamba kupitia kwako Abrahamu ulimwengu wote utabarikiwa. Kupitia Yesu, neno la Mungu linasema ulimwengu wote ajenda ya Mungu ikufikia. Tusome kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi. Warumi mlango wa 5 mstari wa 18-19. We are looking about prophecy. Maneno yenye Mungu aliyaongea na yamekuja kudhibitika katika ukamilifu wa wakati. Romans chapter number 5, 18 and 19. Kwa kutotii kwa mtu mmoja ambaye ni Adamu, wote wakahesabiwa dhambi. Uzao wa mwanadamu wote, kwa kutotii kwa Adamu katika bustani la Edeni, wote walio uzao wake wakahesabika katika dhambi. Amina. Hakuna mtu aliyezaliwa katika uzao Adamu anaweza kusema mimi ni mtakatifu, isipokuwa ahesabiwe haki katika Kristo Yesu. Lakini neno la Mungu linasema basi kama vile uharibifu na uovu ulivyoingia na mtu mmoja, tena Mungu basi alitayarisha mtu mmoja amwinue, ambaye mtu huyu ni nani? Kristo Yesu. Ili akaweze sasa tena kuhesabia haki watu wote watakao kubali katika makusudi yake. Mtu mmoja alifungua mlango wa uovu na mtu mmoja akafungua mlango wa uzima na haki machoni pa Bwana. Kanisa la Bwana lisema amen. So kazi hii ambayo Mungu anaifanya, mtu mmoja katika bustani la Edeni amefungua mlango wa uharibifu. Mtu mmoja aliye mtakatifu asiye na dhambi amefungua watu sasa wakaweze kuhesabiwa haki kama makusudi ya Mungu yalivyokuwa katika mwanzo. Kanisa la Bwana lisema amen. So wapendwa, sisi tulio ndani ya Kristo Yesu tumehesabiwa. Hayo ni mambo tutayaangalia hapo mbele. Lakini ni furaha ya makusudi ya Mungu juu ya Pasaka, ya kwamba hangetuacha katika dhambi tukaweze kuangamia, katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 18 mstari wa 15. Angalia watu wa Mungu. Ni Kumbukumbu la Torati. Haya yanazungumzwa na kinywa cha Musa. Anazungumza. Musa hana habari kama kuna mtu anaitwa Yesu atakuja kuzaliwa. Hawa watu wawili, Musa na Yesu, wameishi miaka tofauti kubwa kati yao. Lakini Musa anasema baada ya mimi Mungu atakuja kuwainulia nabii. Bwana Yesu asifiwe. Musa anazungumza kwa kinywa chake ya kwamba baada ya mimi Mungu atakuja kuwainulia nabii. Huyu nabii ndani mwake yeye hatakuwa na ukora yoyote. Yeye atakuwa ni mwenye haki na atakuwa mkamilifu. Huyu ni nabii ambaye Musa
anazungumza maneno ambayo yeye mwenyewe hajui ametoka wapi, lakini Roho wa Mungu ameyaweka kwa moyo wake na ulimi wake ayatamke mbele ya Israeli ya kwamba baada ya mimi nabii atakuja kuinuliwa. Kanisa la Bwana liseme amen. So ni maneno yanayozungumzwa lakini yaliyo side ya ufahamu wa mwanadamu. Lakini Mungu kwa kinywa cha Musa anazungumza juu ya habari ya kuja Yesu ambaye atakuja kupeana sheria na kuelekeza mwanadamu katika makusudi na misingi ya kiungu. Tunazungumzia kuhusu Pasaka. Katika kitabu cha Isaya, ningependa tusome hapa. Isaya mlango wa 7 mstari wa 14 na 15. Ningependa mtu atusomee hapa. Saba 14 na 15. Nasa kuangalia Isaya 9:6 na 7. Ili tuende kwa pamoja. Soma. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Anaandika nani watu wa Mungu? Anaandika Isaya. Isaya anapoandika ni mmoja wapo wa manabii wa zamani. Hajui kuna kitu kinaitwa Yesu. Hajui ya kwamba Mungu hapo na mpango wa kukomboa mwanadamu. Lakini kwa kuwa Roho wa Mungu amemtilia juu yake, anazungumza maneno yenye Roho wa Mungu amempa. Lakini Isaya mwenyewe hana habari ya kile anachokizungumza. Lakini Bwana amemwamrisha kwa Roho wake azungumze maneno haya. Soma kabisa. Bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana, na ataitwa Imanueli. Atakula jibini na asali atakapokuwa ameweza kukataa mabaya na kuchagua mema. Lakini kabla mtoto hajajua kukataa mabaya na kuchagua mema, nchi ya wafalme hao wawili unaowaogopa Itafanya ukiwa. Some 9 pia. 9 mlango wa 9 mstari wa 6 na 7. Nasema, kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, nao utawala utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Nani anaongea? Isaya. Anazungumza kuhusu nani? Bikira atakayechukua mimba. Katika Agano Jipya tumekuja kuona bikira ni nani? Ni nani watu wa Mungu? Tuko kwa darasa tunasoma bikira alikuwa ni Mariamu, si ndio? Sasa Mariamu na Isaya hawa watu si wa ukoo mmoja na hawajuani. Wala kumbukumbu haikuandikwa ya kwamba Mary uliandikwa ni wewe. Lakini Roho wa Mungu amezungumza miaka maelfu na maelfu, almost 600,000 years. Kutoka kwa Isaya mpaka Mary kuja kuchukua mimba. Roho wa Mungu amemjia Isaya. Kwa nini? Maana Mungu ana ajenda ya Pasaka ya kumrekebisha mwanadamu. So Mungu alikuwa amejua kutoka mwanzo ya kwamba ni nini nitakachokifanya ili nitimize ajenda yangu. So kwa vinywa vya manabii akawa anafunua ajenda yake. So anawaambia watu ya kwamba bikira atakuja kuchukua mimba. Sasa watu wakisikia Isaya wanashindwa na huyu mzee anazungumza maneno gani haya? Lakini kumbe ni Pasaka ya Bwana iko katika maandalizi. Na Isaya amenena katika ukamilifu. Roho wa Mungu, malaika wa Bwana anamjia Mariamu, anamwambia umebarikiwa wewe kuliko. Malaika anamwambia
anamwambia Gabriel, anamwambia Mariamu ya kwamba utachukua mimba, nguvu za Roho Mtakatifu zitakujia na utachukua mimba na utazaa mwana. Na yeye ataitwa nani? Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Kama vile Isaya alivyosema kutoka mwanzo. Maneno aliyoyanena mtumishi wa Mungu yamekubaliana na yale Roho malaika wa Bwana anakuja kumwambia Mariamu, kumpa ujumbe. Mariamu akasema nimekubali. Akauliza maswali hapo, lakini Roho malaika wa Bwana alipomthibitishia akasema nimekubali, iwe kama vile Bwana wangu anavyotaka. Kanisa la Bwana lisema amen. Huyu ndiye Mungu wapendwa tunayemwabudu. So huyu ndiye Mungu, tukiwa tuko hapa alikujua wewe kabla usaliwe. Si neno la Mungu linasema hivyo? Ya kwamba kabla tuumbike tumboni mwa mama zetu, Bwana alikujua. Na yeye anajua mwisho wetu. Ana makusudi mwema juu ya kila mmoja wetu. So tukiwa tuko hapa sisi tumekaa, Mungu alikusudia ya kwamba wakati kama huu utakuwa hapa. Bila alivyokuunganisha na hapa mimi sijui. Lakini Mungu mwenyewe alijua ya kwamba utakuwa hapa wakati kama huu. Akiwa anajua kupatana kwako na mimi kuna kitu nitakileta katika maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo. He divinely orders things to happen according to his will and purpose. Anasurutisha mambo yatendeke Mungu anavyotaka, ili yakubaliane na makusudi na majira yake kama alivyopanga na kukusudia kutoka mwanzo. Hivyo ndivyo Pasaka ya Bwana. Ni vizuri watakatifu wa Mungu kujua hivyo, ya kwamba maisha yako mikononi mwa Bwana. Amen. You are not living by chance. Hauishi tu maana mtu alitaka uishi. Unaishi maana Mungu alikusudia iwe hivyo. Amina. Amen. Amen. Amina. Nikiwa na ndugu yangu hapa Pastor Josephat. Mzee mwingine sasa akafikiria atanikisha mimi eti nikijua mimi yeye ni mchawi. Anataka ananiambia, "Na hili shamba mtaliacha tu hakuna." Namwambia, "Wewe mzee, unajua unazungumza na." Maana watu wa Mungu, mimi nimepita kiwango ya kutishwa na mchawi. Kabisa. Na si ya kwamba naliambia kanisa, maana nimejua nafasi yangu ndani ya Mungu ni gani. Amen. Amina. Ninajua nafasi yangu. Ni kwa vile mimi ni mhubiri. Hapana, uhubiri hii ni karama Mungu amenipa tu. Lakini kuna nafasi yangu ndani ya Mungu. Mimi ni mwana. Na neno la Mungu linasema hakuna uchawi utakaokaa juu ya malango ya Israeli. Hakuna. Hivyo ndivyo anavyonena Mungu wetu. So unless wewe mwenyewe ujitumishe na ujiweke chini ya nje ya neno la Mungu lilivyo kwako. Lakini ukijielewa wewe ni nani, hiyo ndio nafasi ya heshima Mungu ametupea. Hatutishi na mchawi sisi. Amina. Wewe unalindwa na jeshi la mbinguni wewe. Watu wa Mungu. Wewe unalindwa na jeshi la mbinguni wewe. Wewe unalindwa. Malaika wa Bwana wameamrishwa kwa ajili yako. Amina. Kanisa la Bwana lisema amen. Amen. So Isaya akawa ananena ya kwamba bikira atachukua mwana. Mungu akawa anaonyesha wanadamu, na wengi hawakuwa wanaelewa. Wengi walikuwa wanapishana. Hata Yohana mwenyewe alikuwa anapishana, ambaye alikuwa awe mlezi na ambaye alikuwa awe Mariamu. Hakuelewa, alichanganyikiwa pia. Na akakataa, kama si Roho wa Mungu kumrekesha na kubali. Alikuwa amekataa. Maana Mungu ana ajenda yake ambayo haiwezi kusimamishwa. Akasema nimekusudia iwe hivi. Na ikaja kutokezea kama alivyokusudia. Kanisa la Bwana lisema amen. Amina. Amina. Atasaliwa mwana ambaye ukuu na mamlaka na ufalme itakuwa mapekani mwake. Haya mambo mengine yatatimilika. Mengine yameshatimia tayari. Maana prophecy, unabii hutimilika katika nyakati. So kuzaliwa kwa mwana kulitokezea. Kila ambacho kimesalia kuhusu huyu mwana ni wakati sasa atarudi kama mfalme kutawala. Si alisema mamlaka yatakuwa juu yake.
So atarudi ambaye kila utawala for 1000 years itakuwa chini yake. Yeye ndiye wa kusema. Akisema left, lazima left. Akisema right, lazima. Haijalishi wewe ni nani, maana mamlaka ya kifalme yako juu ya mabega yake. Kanisa la Bwana liseme amen. Kwa nini nafundisha hivi? Nafundisha hivi ndugu zangu katika Bwana, ili kanisa likadhibitike katika misingi ya neno la Bwana. Amina. Nafundisha neno hili ili watu wa Mungu waelewe makusudi ya Mungu katika neno lake. We are not about drama, ndugu zangu katika Bwana. Sisi tuliookoka, maisha yetu haikupatikana kwa misingi ya drama, ya kwamba niende wanifunge kwa mti nishinde mpaka jioni niseme hiyo ni Pasaka. It is foolish. Ni upumbavu kabisa, ndugu zangu katika Bwana. Unless mioyo yetu ikeuke nawe na mtazamo wa ufunuo wa neno la Mungu kuhusu Pasaka, tunaweza kufanya sarakasi nyingi, tukaita watu wa runinga wakatuchukua picha tukizunguka tukiwa tumebeba miti, but it's useless kama hatutapata ufunuo na makusudi ya Mungu juu ya Pasaka. It's about transformation. Pasaka ni kazi kuu ya ukombozi juu ya maisha yetu, sio kubeba miti. Amina. Si kufungwa kwa mti, si kwenda njia ya msalaba. Pasaka si kwenda njia ya msalaba. Pasaka ni kazi ya ufunuo ambayo Bwana aliifanya kwa ajili yetu. Amen. It's about meditation. Tunapozungumzia Pasaka, ni wakati wa kujinyima, ni wakati wa kuinua mikono na kumwambia Bwana na kushukuru kwa kazi uliyoifanya msalaba. Asante kwa kuleta umbali huu. Mimi ni nani Bwana hata ukanichukua nikaweza kukujua wewe? Kuna wengi walisoma, watu wa Mungu hawajafunuliwa, hawajaelewa siri hii. Kuna wengi wana mali, hawajamjua Kristo. Sisi ni nani ya kwamba Mungu ametufunuliwa, tumejua Pasaka ni nini katika maisha yetu. Passover is a revelation. It's a complete plan of God juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kanisa la Bwana lisema amen. Wewe haki wa Mungu asema amina. Mbona umenyamaza kama unapingana na ufunuo? Tupe Bwana sadaka ya makofi kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Ukielewa haya ambayo nayaleta kwako, ukielewa, Roho wa Mungu akikusaidia uelewe ya kwamba Mungu kwa miaka alinena na Isaya. Isaya akakufa asione yale aliyoyasema, lakini yakaja kutokezea baadaye kama vile Mungu alivyonena. Hivyo ndivyo atakavyonena juu ya maisha yako. Inanipa ujasiri wa kukaa mikononi mwa Bwana. Hii ndiyo Pasaka. Pasaka is about God's plan juu ya maisha yako. It is so divine, my brother, my sister. It's so divine. Isaiah 61. Isaiah 61. 1 to 3. Chapter number 61, verse 1 to 3. Alafu ninatusomea Luke chapter number 4, verse 16 to 22. Karibu sana pastor. Roho wa Bwana Mwenyezi yu juu yangu. Kwa kuwa Bwana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwaganga waliovunjika mioyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kizazi cha Mungu wetu.
wafariji wote waombolezao na kuwapa mahitaji wale wanaohuzunika katika Sayuni. Amina. Kuwapa taji ya huzuni badala ya majivu. Amina. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Vazi la sifa badala ya roho ya kukata tamaa. Amina. Nao wataitwa mialoni ya haki. Ndio. Pando la Bwana ili kuonyesha utukufu wake. Mialoni ya haki, pando la Bwana ili kuonyesha utukufu wake. Nani yuko na kitabu cha Luka? Tusomee maandiko haya. Luka mlango wa 4 mstari wa 16 hadi 22. Inasema, Yesu akaenda Nazareti alipolelewa, na siku ya Sabato alikwenda katika sinagogi, kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Naye akapewa kitabu cha nabii Isaya. Akakifungua na kukuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, nao vipofu kupata kuona tena, kuwaweka huru wanaoonewa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Kisha akakifunga kitabu, akamrudishia mtumishi, na akaketi. Watu wote waliokuwemo katika sinagogi wakamkazia macho. Ndipo akaanza kwa kuambia, leo andiko hili limetimia mkiwa mnasikia. Wote waliokuwako wakamsifu na kustaajabia maneno yake yaliyojaa neema. Wakaulizana, je, huyu si mwana wa Yosefu? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maandiko ambayo tumesoma katika kitabu cha Isaya 61. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu amenena kwa kinywa cha Isaya nabii, na amenena na yamenakiliwa kwa nyakati zake Isaya. Nimesema watu hawa wawili, Isaya na Yesu, hawana habari na hawajuani. Lakini baada ya Yesu kuzaliwa, siku moja akienda Nazareti, akienda katika hekalu, alipoingia akaitisha chuo. Alipopewa chuo, akaangalia mahali yaliandikwa maneno haya, akayarudia vile yalivyokuwa yameandikwa. Alipoketi chini akasemaje? Akasemaje watu wa Mungu? Akasema, hili andiko hili ambalo hili nimelisoma na niliandikwa na nani? Limefanyaje? Limetimilika machoni. Yaani kwa ufupi anawaambia nini? Aliyekuwa anasumbuziwa na Isaya ni mimi, na niko hapa sasa kwenu. Kanisa la Bwana lisema amina. Ndugu zangu katika Bwana, sasa angalia hawa ndugu zetu. Nasikia hawa Wafarisayo ni Waislamu ama ni ndugu zao? Kama vipi? Angalia maswali yenye wanaanza kumuuliza Yesu. Wanamwambiaje? Walimuuliza, kuna mtu anakumbuka hiyo swali wameuliza? Wanaulizaje? Wewe si mtoto wa nani? Anawaambia, mnaona hii maandiko yenu vile yalivyoandikwa na nabii. Sasa leo yamekamilika, nyinyi mkiwa mashahidi, maana mimi mwenyewe niko hapa. Haya maneno yalikuwa naandikia mimi, na mimi ndio niko hapa kwenu. Sasa nyinyi mko heri ya kwamba mnayasikia
na mimi mwenyewe yaliyozungumziwa nimefika. Kwa nini? Maana Mungu ana ajenda ya Pasaka. Lakini wanaanza kukangana. Je, wajua watu wengi kwamba Israeli mpaka leo watu hawaacha huko? Sio kama una habari. Sio kama una habari. Ile Israeli umepekwa na neema ya Mungu. Lakini mpaka leo hawajaamini ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zao. Wao kienda tu wanajua wanatengeneza pesa, wanasema hapa ndiye alipigwa mjeledi, hapa ndiye aliwekwa msalabani, wanakuonyesha vile ilikuwa. Lakini wao ni tourism. Tengeneza pesa. Lakini hii ufunuo ambao sisi tuko nayo bado wengi ni wachache wameokoka. Lakini wengi hawajaokoka. Lakini maandiko pia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ambao Mungu ametenga watakuja kuokoka machozi na kilio kingi. Watakuja kuokoka tu kulingana na maandiko Mungu ametenga. Watakuja, lakini Biblia inasema sisi tuliokuwa yani ile faini ya mwituni, wao walikatwa wakaondolewa, sisi tukakatwa tukapachikwa katika shina la Abrahamu. Kanisa la Mungu lisema amen. Amen. Haleluya. So Yesu ameingia hekaluni. Anawakumbusha ya kwamba maneno haya yalinenwa na nabii Isaya miaka mingi iliyopita. Lakini Isaya alikuwa ananizungumzia mimi. Maana mimi ndio Pasaka ya Bwana. Na mimi nimekuja na maana Mungu amelitimiza alilokuwa amekusudia kulifanya. Mimi niko kwenu. Tena nawaambia imetimilika mikononi mwenu. Mimi nafikiria wangeanguka chini na kushukuru na kulia kwa machozi. Lakini Yusufu tuwasaliwa tukona juzi waleta maneno mengi na kidogo dogo. Hadi kwa ufupi wamemkataa. Na Nazareti ni mojawapo ya miji ambayo ilimpinga Yesu kabisa. Wakakataa. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu katika Bwana, uko heri wewe kuokoka. Uko heri wewe ya kwamba ulisikia neno la Mungu na ukaokoka. Uko heri sana. Mungu akubariki. Ya kwamba ulipeana maisha yako kwa Yesu. Si rahisi, ni siri ya Mungu. Ni kibali na ni pendeleo la Mungu katika jina la Yesu. Amen. Kuokoka ni pendeleo la Mungu. Ni neema kuu kufunuliwa kwa mwanadamu. Ni siri iliyojificha katika macho ya wengi. Ya kwamba umeokoka, Mungu akubariki na kusimamisha katika imani. Amina. Usiondokee tumaini hili ndugu zangu katika Bwana. Nataka tumalize na andiko hili ili tukaweze kuenda hatua moja mbele. Tuangalie maandiko haya. Mika kitabu cha Mika mlango wa 5 mstari wa 2. Nabii Mika mlango wa 5 mstari wa 2. Alafu tusome na Luka mlango wa 2 mstari wa 4 hadi 7. Mika mlango wa 5 mstari wa 2. Luka mlango wa 2 mstari wa 4 hadi 7. Maandiko haya yaliandikwa na watu wawili walioishi kati yao miaka mingi, lakini yamebeba ujumbe moja. Unabii ambao Mungu ameunena na katika Injili imekuja kutimilika kama Mungu alivyonena. Tasoma kitabu cha Mika 5 mstari wa 2, nasema, lakini wewe Bethlehemu Efraithi, ingawa u mdogo miongoni mwa koo za Yuda, kutoka kwako atatokea kwa ajili yangu yeye atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye asili yake ni kutoka zamani, kutoka milele. Rudia tena. Nabii anatabiri juu ya mji wa Bethlehemu. Lakini wewe Bethlehemu Efraithi, ingawa u mdogo miongoni mwa koo za Yuda, kutoka kwako atatokea kwa ajili yangu yeye atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye asili yake ni kutoka zamani, kutoka milele. Kutoka milele. Ambaye asili yake ni kutoka milele. Yaani yeye asiye na mwanzo, asiye na mwisho, atatokea kwako. Bwana Yesu asifiwe.
anaongea na mji wa Bethlehemu, anawaambia usijali hata kama wewe ni mdogo katika koo za Israeli, lakini Bwana amependelewa na wewe. Wewe ndiye atakayetawala, atatokea kwako. Atuende katika kitabu cha Luka. It's about the divine, the predetermined plan of God to restore man to himself. Is predetermined. Yani Mungu alipanga tayari ya kwamba Yesu atazaliwa Bethlehemu. So either wafalme wasimame wapinge, hawangekeuza. Lazima Yesu angezaliwa Bethlehemu, maana kwa roho wa nabii Mungu alikuwa kashanena tayari. Katika kitabu cha Luka mlango wa 2. Mstari wa 4 hadi 7. Yosefu akapanda kutoka mji wa Nazareti ulioko Galilaya kwenda Uyahudi mpaka Bethlehemu, mji wa Daudi, kwa sababu yeye alikuwa wa ukoo. Kuanzia hapo ulipo. Anzia hapo. Anzia moja. Ya, hiyo mlango wa 2 anzia tu moja. Kaisari Augusto alitoa amri kwamba watu wote waandikishwe katika ulimwengu Waandikishwe katika ulimwengu wa kimungu. Kila mtu alikwenda kuandikishwa katika mji wake alipozaliwa. Hivyo Yosefu akapanda kutoka mji wa Nazareti ulioko Galilaya kwenda Uyahudi mpaka Bethlehemu, mji wa Daudi, kwa sababu yeye alikuwa wa ukoo na wa nyumba ya Daudi. Alikwenda huko kujiandikisha pamoja na Maria ambaye alikuwa amemposa, naye alikuwa mjamzito. Wakiwa Bethlehemu, wakati wa Maria wa kujifungua ukawa umetimia, naye akamzaa mwanawe kifungua mimba. Akamfunika nguo za kitoto na kumlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hapakuwa na nafasi katika nyumba ya wageni. Kwa sababu hakukuwa na nafasi katika nyumba ya wageni. Sikia watu wa Mungu. Mika akiwa na uwezo wa Roho Mtakatifu juu yake, ameambia mji wa Bethlehemu ya kwamba kutoka kwako Mika na kutoka kwako Bethlehemu sio na wasiwasi, utazaliwa aliye mtawala. Amina. Mtawala asiyekuwa na mwanzo wala mwisho, aliye wa milele ama aliye wa zamani. Hivyo ndivyo Roho wa Mungu ananena kwa kinywa cha Mika juu ya mji wa Bethlehemu. Miaka ijayo mingi isiyohesabika, Yesu wakati wake, yeye aliyekuwa mtawala ama mkuu wa kutoka zamani, anatakikana azaliwe. Siku za Mariamu kujifungua zimetimia. Sikia watu wa Mungu, kama jinsi Mungu anavyoamrisha mambo kutendeka. Ikiwa tutakuwa na ufunuo juu ya haya mambo ambayo Mungu anaweza kuyafanya, na wewe uko katika mji wa Ukunda leo. Unajua kuna watu wako katika mji wa Ukunda lakini wanalaumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Wamelaumu na wamelalamika juu ya watu wengi sana. Kumbe tuko katika mpango wa Mungu uliokamilika. Ni wakati wa kukeukia Mungu na kumwambia Bwana, juu ya maisha yangu katika kuwa kwangu katika mji huu, ni lipi uliolipanga, ni lipi ulio na makusudi nalo juu ya maisha yangu? Nataka nikaweze kuishi Mungu kulingana na makusudi ulio nayo juu ya maisha yangu. Maana Mungu ana makusudi juu ya kila mmoja ambayo tayari ameshayaweka imara. Yangalipo tayari. Kilichosalia ni makusudi haya ya Mungu yakamilike kwetu. So Mungu alikuwa amekusudia ya kwamba Yesu atazaliwa Bethlehemu. Wakati Yesu anakaribia kuzaliwa, yeye, Mariamu pamoja na Yusufu wako nchi ya mbali. Wako katika government tofauti. Wako katika mji tofauti. Lakini Roho wa Mungu anasurutisha mtawala anayesimamia utawala wa Kirumi. Maana Rumi ilikuwa imekawanya ulimwengu huu katika governments tofauti. Kama hili jimbo la Kenya wangeliita jimbo la Kenya, ingine lingeitwa jimbo fulani.
So katika jimbo la Kenya kuna miji tofauti tofauti, wao ndio wanatawala, maana walitawala ulimwengu wote Warumi. So mfalme anapoamrisha, anasema wanataka wafanye kuhesabu watu. Si Kenya huwa watu wanahesabu. So wakati huo hilo jambo Roho wa Mungu akaliweka juu ya mfalme. Anataka aelewe idadi ya watu walio katika chini ya utawala wake. Na akaamrisha akasema kila mtu arudi katika mji wake aliosaliwa. Paresa asifiwe. Afanye nini? Kila mmoja arudi katika mji wake kule alikosaliwa. Sasa Yusufu yeye ni mtu wa Bethlehemu. Anaondoka pasipo kujua ya kwamba Mika alinena ya kwamba huyu mtoto ambaye amebebwa katika tumbo lazima asaliwe Bethlehemu. Yeye wanapanga safari zao wakijua tunaenda kujiandikisha wapi? Maana mfalme ameamrisha. Kumbe ajenda ya Mungu ni tofauti. Ajenda ya Mungu ni kwamba nilikusudia ya kwamba mwanangu lazima asaliwe Bethlehemu. Na hakuna vile anaweza kusaliwa mahali kwingine. So ameamrisha, maana neno la Mungu linasema mioyo ya ufalme iko kwa mikono ya nani? Ya Mungu. Anaiongoza kama vile mkondo wa maji ulivyo. Anaweza kuigeuza anavyotaka. Anaweza kuamrisha wafanye lolote analolitaka. Agostino ameamrisha watu waende wahesabiwe. Kanisa la Bwana lisema amen. Nabii walikuwa wametabiri ya kwamba Yesu hatazaliwa kwa guest house. Si ndio? Ilikuwa imeandikwa tayari ya kwamba atazaliwa kwa hori la ng'ombe. Mary na Yusufu wakifika Bethlehemu, nyumba za wageni zote wakatafuta, hakuna mahali, na mtoto anataka kutoka. Haya basi, wanakimbia kuenda kwa boma la ng'ombe. Yesu akasaliwa, akawekwa kwa hori la ng'ombe kama nabii alivyonena. Kuna mtu wa Mungu anaelewa hii sayansi ya Mungu? Amina. Amen. Hivyo ndivyo Mungu anavyoongoza na kutawala maisha ya mwanadamu. Is above all wisdom. Is overall wisdom. Yeye ni Mungu. Nebukadneza alipokuja kupata ufunuo akasema, nimekuja kujua wewe ndiwe Mungu uliye na mamlaka juu ya vyote. Unafanya kile unachokitaka. Unainua unayetaka. Unashusha unayetaka. Mambo yako ukiyapanga haulizi maswali. Hivyo ndivyo Nebukadneza alipopata ufunuo kidogo kuhusu Mungu ni nani. Mungu atusaidie ndugu zangu katika Bwana. Mioyo yetu ikafunguke kumwelewa Mungu ya kwamba ana agenda na maisha yetu. Kanisa la Bwana liseme amen. Mungu akaweza kutusaidia ya kwamba Mungu ana agenda na maisha yetu. Ya kwamba kuwa kwetu hapa katika nyumba ya Bwana, hatuko hapa maana leo ni Jumapili. We are in the fulfillment of God's divine purpose. Mungu anafuatilia agenda yake aweze kuitimiza juu ya kila mmoja wetu. Na ikiwa tutaelewa hivyo, basi mikono yetu itakuwa juu. Na kumwambia Bwana wewe ni mwaminifu. Ibada zetu mbele za Bwana hasitakuwa na mng'ang'ano. Maana utakuja kuelewa ya kwamba ninaishi kwa ajili ya Bwana. Ninakula kwa ajili ya Bwana. Ninafaa kwa ajili ya Bwana. Kazi niliyo nayo ni kwa ajili ya Bwana. Mahitaji yangu ni kwa ajili ya Bwana. Mioyo yetu itasikia kupondeka na kunyenyekea mbele zake. Hatutaishi kwa kufanya sarakasi. Tutaishi mioyo yetu ikinyenyekea mbele za Bwana kwa kutii sauti yake. Maana yeye ndiye Pasaka ya Bwana. Amen. Amen. Hayo ni baadhi ya funuo tu kidogo. Hatuwezi, tukisema tuende, tutaenda mpaka mwezi wa 6. Tukiangalia prophecy ambazo Roho wa Mungu alikuwa amezifungua kuhusu Pasaka ya Bwana, kusaliwa kwa Yesu kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu, umejaa katika Biblia. Lakini nimetoa hizo chache ili tukaweze kuelewa ya kwamba Mungu alikuwa yuko kazini. Kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, Mungu alikuwa yuko katika kazini akitaka kutimiza agenda aliyonayo. Na Mungu anayafuatilia maisha yako. Ana makusudi ambayo anataka yatimize juu ya yale aliyoyapanga juu ya maisha yako. Tunapoelewa hivyo ndugu zangu, mioyo yetu tukaweze kujifundisha. Tukaweze kujua ya kwamba kuna mkuu
mkuu, yeye aliye mkuu juu ya nafsi zetu, yeye aliye mwangalizi na mtawala wa nafsi zetu. Kinachopaki upande wetu ni kunyenyekea, wala kiburi kisiwe nasi, kisiwe fungu letu. Tujue ya kwamba kuna mkombozi, kuna yule aliyepanga juu ya maisha yetu, kuna yule anayetuwasia mema, kuna yule aliye na mipango mizuri juu ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa tutakuja kuelewa hivyo, ndugu zangu katika Bwana, yeye yetu itakuwa ya kunyenyekea, yeye yetu itakuwa ya kupondeka mbele za Bwana katika maisha yetu. Mikono yetu siku zote tunapokuja mbele za Bwana, hatutangoja tuambiwe tuinue mikono yetu mbele za Bwana. Ikiwa tutamuelewa Mungu na tupate habari ya ufunuo juu ya makusudi na ajenda ambayo Mungu anataka aitimize katika maisha yetu, tutabaki watu siku zote kwa kumwinulia mikono na kumwambia Bwana, wastahili Bwana, Bwana kondoo wa Bwana, wewe wastahili, wewe uliye mwaminifu wastahili, uliyezichukua dhambi zetu Baba wastahili, wewe uliye mkuu juu ya wakuu wote wastahili, uliye kimbilio na msaada wetu wastahili Bwana. Amen. Hiyo ndio kusudi ambayo Mungu anaitaka katika maisha yetu, ya kwamba tukaweze kuelewa hii, ya kwamba Mungu yuko kazini. Kuna ajenda anataka itimize katika maisha yetu. Makusudi ya Bwana ni kwamba tukaweze kuwa tayari kama jamii kumlaki mawinguni, ya kwamba tusiaibike siku ya mwisho. Tukipata ufunuo kama huu, ukaweze kutuonya, tujue ya kwamba sisi ni watu ambao tumewekwa wakifu na Bwana kwa ajili ya ajenda yake. Dhambi isiwe sehemu yetu katika maisha yetu, tukaishi katika maisha ya utauwa, tukitafuta msaada wa Roho Mungu kuishi katika mapenzi ya Bwana, na ndivyo yalivyo makusudi ya Bwana. Kanisa la Bwana liseme amen. Amen. Tunaangalia Pasaka ya Bwana. Ni kazi ya Mungu iliyokuwa imepangwa na imekamilika. It was so predetermined. Ilipangwa na ikakamilika, na kila kitu kinatimilika kama Mungu alivyokusudia, ndani ya majira aliyokusudia, ndani ya wakati aliyokusudia, na ndivyo ilivyo juu ya Mungu wetu katika maisha yetu. Kama tutatafuta uso wake, kama tutatafuta ushauri kutoka kwake siku zote, kama mioyo yetu itakaa miguuni mwake tukitafuta uso wake, Mungu atakuwa mwepesi wa kujifunua kwetu na kutuelekeza. Lakini kama mioyo yetu itakaa katika ukaidi na kupendezwa na maisha ya uovu, ufunuo wa Bwana utakatizwa. Hatutaelewa. Mungu atatuacha katika giza, wala Roho wake hatanena nasi na hata tuelekeza, maana ni Roho wa Mungu tu peke yake ndiye anaweza kutuelekeza katika hatua ambazo Mungu angelipenda zitimie katika maisha yetu, maana yeye ndiye aliye na picha ambayo Mungu anataka itimize. So tukikaa katika kumpendeza, Roho Mungu atachukua katika hatua ambayo inapasa katika jina la Yesu Kristo. So Jumapili tulipokuja, nilikuwa nimekusudia katika fundisho hili la Pasaka tuwe na kipindi kimoja ili tuwe na wakati wa meditation. Tunapofundishana hivi, unaporudi nyumbani, pitia hayo maandiko. Endelea kutafakari zaidi. Endelea kumuomba Mungu aendelee kukufunulia zaidi juu ya siri hizi ambazo zimejificha katika neno lake. Tutakapomaliza fundisho hili, tutarudi katika normal program yetu ambayo tutaendeleza vipindi vyote viwili. But this is the time of meditation. Kila mmoja wetu kaweze kuwa na wakati wa kutafakari. Kwani wewe ni Mungu uliyafanya mambo kama haya yakakuja kutimilika vile ulivyotaka, ya kwamba Yusufu alikuwa vile alivyokuwa na shughuli zake, lakini Bwana wewe ulijua ya kwamba siku za mtoto kuzaliwa zimefika, ukaamrisha mfalme atoe nafasi na atoe amri ambayo ni lazima kila mmoja atii. Kumbe ulikuwa na haja, si watu kuhesabika tu, ulikuwa na haja ya kwamba Yesu azaliwe Bethlehemu, maana wewe ulikuwa umetoa tangazo tayari kwa kinywa cha nabii wako katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wa milele. Tunapokuja Jumapili, tutakuwa tunaendelea sasa na fundisho hili. Nimekuwa naweka tu msingi katika hiyo, lakini tunakuja kuelewa now my portion. What is my portion in the Passover? What is my portion? Sasa hii tumeangalia kama general teaching. Tumeweka msingi kupata ufahamu.
lakini now we narrow down kwangu mimi kama mtu binafsi, kwako wewe kama mtu binafsi. Tunapozungumzia Pasaka, Mungu anataka nini juu ya maisha yako? Na hapo ndipo ningetamani ya kwamba kila mmoja wetu moyo wake